Rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa amenusurika kuuawa mara 5 kwenye hujuma zilizofanywa na kundi la kigaidi liitwalo Dola la Kiislamu IS mwaka 2025. Hii ni kauli ambayo pia imetolewa na mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Ripoti iliyotolewa siku ya Jumatano ya Februari 11 na Antonio Guterres, katibu mkuu wa UN, ilisema Sharaa alishambuliwa akiwa kaskazini mwa mji wa Aleppo na pia kusini mwa mji wa Daraa na kundi liitwalo Saraya Ansaru Sunna ambalo linafahamika kuwa ni sehemu ya kundi la IS. Hata hivyo, ripoti hiyo iliyoandaliwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na ugaidi haitaji tarehe wala undani wa majaribio haya ya kumuua al-Sharaa au waziri wa mambo ya ndani Anas Hassan Khattab na waziri wa mambo ya nje Asad al-Shiban. Majaribio haya ya mauaji ni ushahidi zaidi kwamba kundi hili la wanamgambo lina dhamira ya kuihujumu serikali mpya ya Syria kwa kutumia ombwe la usalama na hali ya ukosefu na uhakika iliyopo, ilisema ripoti hiyo. Ni majaribio hayo, al-Sharaa ambaye ameiongoza Syria tangu vikosi vyake vya waasi vilivyompindua mtawala wa muda mrefu Bashar al-Assad mnamo Desemba mwaka 2024 alikuwa ndiye mlengwa mkuu. Mwenyewe al-Sharaa aliwahi kuongoza kundi la Hayati Tahrir al-Sham ambalo lilikuwa na uhusiano wa kundi la Al-Qaeda, ingawa baadaye alisema amevunja mahusiano nalo. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo wakati huu al-Sharaa alilifanya ni kutengeneza uhusiano wa karibu na serikali ya Urusi, kama ambavyo ulikuwepo uhusiano huo wakati wa Bashar al-Assad ambaye pia yupo nchini Urusi. Marekani imeondosha wanajeshi wake Syria. Marekani imeripotiwa kuwaondosha wanajeshi wake kutoka kituo cha mji wa Al-Tanf kaskazini mashariki mwa Syria na kuwahamishia nchini Jordan. Wanajeshi hao walikuwa sehemu ya kile kiitwacho muungano wa kimataifa dhidi ya kundi la kigaidi la IS unaongozwa na Marekani. Chanzo kimoja kutoka jeshi la Syria kiliambia shirika la habari la AFP kwamba vikosi vya Marekani viliondoka kwenye kituo cha Al-Tanf siku ya Jumatano ya wiki hii. Wanajeshi wa Syria ndio wanaopelekwa kutoa udhibiti wa eneo hilo, kiliongeza chanzo hicho. Chanzo kingine kilisema kwa wiki 2 sasa wanajeshi wa Marekani walikuwa wakiondoka na kuondosha vifaa vyao kidogo kidogo. Wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe na mapambano dhidi ya kundi la IS, wanajeshi wa Marekani walipelekwa kwenye eneo linalodhibitiwa na vikosi vya Kikurdi kaskazini mashariki mwa Al-Tanf karibu na mpaka wa Jordan na Iraq. Kundi la wapiganaji wa Kikurdi SDF lilikuwa mshirika mkubwa wa muungano huo na kupambana na IS unaongozwa na Marekani, lakini tangu kuangushwa kwa utawala wa Assad, Marekani imekuwa ikijikurubisha zaidi kwa utawala mpya wa Syria. Baada ya mapigano ya mara kadhaa kati ya vikosi vya serikali vya Syria na SDF, hatimaye makubaliano yalifikiwa mwezi uliopita kwa wapiganaji wa Kikurdi kujiondosha eneo hilo na kuanza mchakato wa kuwa sehemu ya jeshi la nchi hiyo. Mtazamaji wa The World News, kuna mengi ambayo yanajiri wakati huu huko nchini Syria, hasa katika kipindi hiki ambapo inadaiwa kiongozi wa nchi hiyo, rais wa mpito Mohamed al-Sharaa, alinusurika kuuawa karibia zaidi ya mara 5. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu, na kupitia The World News tutaweza kukufahamisha.